Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amemwomba rais wa nchi hiyo kumpatia msamaha kwa makosa ya rushwa na mkabili. Netanyahu, ambaye amekuwa akipambana na mfumo wa sheria wa nchi hiyo kutokana na mashtaka na mkabili, amesema ombi lake lina lengo la kuiunganisha tena nchi hiyo, hasa katika wakati wa mabadiliko makubwa kwenye kanda ya Mashariki ya Kati. Hata hivyo, ombi hilo tayari limezusha ukosoaji mkali kutoka kwa wapinzani wake, ambao wamesema iwapo litakubaliwa litautia doa mfumo wa utoaji haki na taasisi za kidemokrasia na kuonyesha kana kwamba Netanyahu yuko juu ya utawala wa sheria. Katika taarifa iliyotolewa siku ya Jumapili, ofisi ya waziri mkuu huyo imesema Netanyahu amewasilisha ombi rasmi la kupatiwa msamaha kwenye ofisi ya sheria ya rais wa nchi hiyo. Ofisi ya rais imekiri kupokea ombi, ikilitaja kuwa lenye uzito mkubwa na kwamba matokeo yake yatakuwa na umuhimu kwa mustakabali wa Israel. Mwenyewe Netanyahu amesema analenga kufikisha mwisho kesi dhidi yake ambayo imesababisha mgawanyiko mkubwa kwenye taifa hilo. Netanyahu amekuwa waziri mkuu wa kwanza aliye madarakani kusimama kizimbani katika historia ya Israel. Anatuhumiwa kwa ulaghai, kuvunja kiapo cha utumishi na kupokea rushwa katika kesi 3 tofauti zinazomtuhumu kutoa upendeleo kwa wafuasi wake matajiri. Hadi sasa bado hajatiwa hatiani kwa makosa yoyote yanayomkabili. Mwenyewe anakanusha madai dhidi yake na amelaani kesi hizo, akizitaja kuwa mashtaka kumsaka mchawi yaliyopaliliwa na vyombo vya habari, polisi na mahakama. Ombi la Netanyahu limewasilishwa wiki kadhaa baada ya rais wa Marekani Donald Trump kumrai rais Isaac Herzog kumsamehe waziri mkuu huyo. Mapema mwezi huu Trump pia alituma barua kwa rais Herzog akihitaja kesi ya Netanyahu kuwa mashtaka yaliyochochewa kisiasa na yasiyo na msingi. Katika ujumbe wa video, Netanyahu amesema kesi dhidi yake imeligawa taifa na kwamba msamaha utarejesha umoja ndani ya Israel. Pia amesema sharti la kumtaka kufika mahakamani mara 3 kila wiki limekuwa changamoto kubwa kwa upande wake kuiongoza vizuri serikali. Kuendelea kwa kesi hii kunatusambaratisha sisi wenyewe, kunaongeza migawanyiko na kuzidisha tofauti baina yetu. Nina hakika kama ilivyo kwa wengine humu nchini kwamba kuhitimishwa haraka kwa kesi hii kutasaidia sana kupunguza joto na kuharakisha maridhiano ambayo taifa letu linahitaji sana. Mwisho wa kumnukuu. Netanyahu amesimama kizimbani mara kadhaa mwaka uliopita, lakini kesi yake imekuwa ikiahirishwa mara kwa mara kumruhusu kushughulikia vita na machafuko yaliyotokana na shambulizi la Hamas la Oktoba 2023. Ombi la msamaha la Netanyahu linajumuisha nyaraka mbili. Moja ni barua iliyotiwa saini na wakili wake na nyingine ni barua aliyotia saini mwenyewe. Zitapelekwa kwanza kwenye Wizara ya Sheria ya nchi hiyo ili kupata tathmini ya kisheria na kisha zitawasilishwa kwa mshauri wa sheria kwenye ofisi ya rais, ambayo itaandaa mapendekezo na ushauri zaidi kwa rais. Wataalamu wa sheria wamesema ombi la msamaha haliwezi kuzuia kuendelea kwa kesi. Haiwezekani, amesema Amy Palmore, katibu mkuu wa zamani wa Wizara ya Sheria, alipozungumza na shirika moja la habari. Huwezi kusema kwamba huna hatia wakati kesi inaendelea na unakuja kwa rais kumwomba aingilie kati, amesema. Njia pekee ya kusimamishwa kesi hiyo, kwa mujibu wa Palmore, ni kwa mwanasheria mkuu wa serikali kutangaza kutokuwa na nia kuendelea na shauri hilo. Ombi la msamaha la Netanyahu limezusha ukosoaji mkali kutoka kwa wapinzani na makundi ya kupigania demokrasia ambayo yamemtolea mwito wa rais Herzog kutokubali ombi hilo. Hauwezi kumpatia mtu msamaha kabla ya kukiri kosa, kuonesha majuto na kutangaza kujitoa mara moja kwenye maisha ya siasa, amesema kiongozi wa upinzani ya Yair Lapid.